wa Bwana unatawala. Amen. Bwana amekuwa ni mwema na mwaminifu kwetu. Bwana libarikiwe. Hallelujah. Simona ardhi imeloa si ndio Fungua tu moyo wako. Bwana atabubujika ndani yako asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Tanzania. Jumapili nilikwambia kuna magonjwa mawili ya mlipuko ambayo yalikuwa yamekusudiwa kutokea Tanzania. Na kama ulifuatilia au unafuatilia kinachoendelea sasa hizi, japo ugonjwa umeshaisha. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Umesikia kwa habari ya mpox Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini hautakuwa na nguvu kwa sababu tumeukatilia mbali katika jina la Yesu. Tanzania sio kame, wala Tanzania sio mahali pa magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tuko hapa watu wa Mungu. Kwa wiki iliyopita tulianza kuangalia jinsi ya kuamsha baraka za Mungu katika maisha yetu. Namna gani tunaweza tukafanya uhalisia wa neno la Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunakumbuka watu wa Mungu, ni namna gani tunaweza tukafanya baraka za Mungu kuwa halisi katika maisha yetu. Kwa sababu neno la Mungu limejaa utukufu. Neno la Mungu ni kweli. Lakini kama hatuoni uhalisia wa kweli ya neno la Mungu katika maisha yetu, maana yake kuna sehemu sisi tunatakiwa tufanye. Bwana anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tuna sehemu yetu ya kufanya. Ili Mungu afanye chochote katika huu ulimwengu, anamtegemea mtu, anamtumia mtu. Hawezi tu akafanya pasipo mtu. Vivyo hivyo katika maisha yako, ili Mungu aweze kufanya lolote lile, anakutegemea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inakutegemea wewe, wala si juu ya Mungu tena. Kwa sababu Mungu ameweka ulimwengu katika mfumo wa kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Mfumo wa kanuni. Kwa vitu vyote vinatiririka katika mtiririko huo. Na Biblia inatuambia katika ile kitabu cha Waefeso sura ile ya 1 mstari ule wa 3. Tulisoma wiki iliyopita. Waefeso sura ile ya 1. Waefeso sura ile ya 1, naomba tusomee mstari ule wa 3. Anasema atukuzwe Mungu. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ukisoma mstari unaofuata anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anasema Mungu ametubariki. Kwa mfano, Wakristo wengi wanaamini. Wangapi tunaamini kwamba tumesamehewa dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna mtu ana mashaka na hilo? Ametusamehe dhambi, si ndio? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna tena hatia. Neno la Mungu linasema nani atawashtaki wana wa Mungu, watu wa Mungu? Mungu ndiye wa kuhesabia haki. Kwa hatuna hatia. Na watu wengi wanakubali sana hilo. Hapa nimeona watu wote wanakubali, si ndio? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini anasema vivyo hivyo kama alivyotuchagua katika yeye tuwe watakatifu, watu wasio na hatia, watu wasio na hatia katika pendo, vivyo hivyo ametubariki kwa baraka zote katika nini? Ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na anaanza mstari kwa kusema atukuzwe Mungu. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Anasema atukuzwe Mungu, maana yake anampa Mungu sifa.
Anamrudishia Mungu utukufu. Kwa nini? Kwa sababu hili jambo limekwisha fanyika. Hebu sema limekwisha fanyika. Limekwisha fanyika. Ni halisi. Ni halisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ni swala ambalo limeshafanyika. Muamala umekamilika. Lakini sasa kwa upande wangu mimi, nimefanya nini na huo muamala? Nimefanya nini na hiyo taarifa niliyopokea? Nikakwambia hatua ya kwanza ya kufanya uhalisia wa neno la Mungu katika maisha yako ni lazima upate ufahamu. Hebu sema nipate ufahamu. Nipate ufahamu. Mwambie jirani yako pata ufahamu. Pata ufahamu. Mwangalie tena vizuri, mwambie pata ufahamu. Pata ufahamu. Nisikilize vizuri, hapa tunafundisha. Lakini namna kila mtu atakavyopata ufahamu wa hili neno ninaloongea ni tofauti. Kwa sababu ufahamu ni swala binafsi. Inategemea mtu anasikiliza kwa namna gani. Inategemea mtu amekusudia kwa namna gani. Inategemea mtu anamtaka Bwana kwa kiasi gani. Kwa pata ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikwambia Suleiman anasema hivi, bora hekima, basi jipatie hekima. Anasema na kwa mapato yako yote jipatie nini? Ufahamu. Nikasema ufahamu una gharama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji mtu aliyejidhatiti kweli. Ufahamu una gharama. Haupatikani tu. Ukitaka kupata elimu juu ya jambo fulani, ni lazima ukusudie kupata. Kwa watu wengi wa Kristo wengi wanamwamini Yesu Kristo, lakini hawapokei ufahamu, hawapokei mafundisho, wanasikiliza tu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanakuja tu kanisani kama utaratibu wa dini, toka utotoni wamekuja kanisani, lakini kuna ufahamu wa rohoni, kuna ufahamu wa kimungu ambao ni lazima uweke bidii ili upate. Mwambie jirani yako usipoweka bidii, usipoweka bidii, Yesu atarudi huko hivyo hivyo. Yesu atarudi huko hivyo. Na hivi unaelewa, ufahamu tulionao sasa tutautumia katika zamani zinazokuja. Umenisikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namna tulivyo sasa ndivyo tutakavyokuwa katika zama zinazokuja. Kwa atakaporudi Yesu, mtaji wako utakuwa ni ufahamu ulionao sasa. Anasema ili katika zama zinazokuja audhihirishe wingi wa neema upitao kiasi. Maana sisi kwa neema hii tulionayo, kwa namna hii tulionayo, tutadhihirisha katika nyakati zijazo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Kwa nikakwambia pata nini? Ufahamu. Neno Yesu Kristo aliwaambia Wayahudi, ninyi ni watumwa hadi sasa. Wakasema sisi ni uzao wa Ibrahim, Wayahudi hao. Haleluya. Wakasema sisi ni uzao wa Ibrahim. Kama ambavyo mtu anaweza sema mimi ni kiumbe kipya, mimi ni mwana wa Mungu. Okay, unafahamu nini kuhusu mwana wa Mungu? Akawaambia yeyote yule afanye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Akamwambia mtaifahamu kweli, na hiyo kweli ndio itawafanyaje? Itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anasema mtafanyaje? Mtaifahamu. Nikakwambia ni kweli unaoifahamu ndio unaweza ukaishi. Ni kweli unayohusiana nayo ndio inaweza kaleta matokeo katika maisha yako. Sio kweli iliyoko kwenye Biblia, ni ile iliyoko ndani yako, ni ile ambayo imefanyika sehemu ya maisha yako, ni ile ambayo unaiamini, ni ile ambayo umejenga maisha yako katika hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri? Biblia inasema hivi, ni majasiri kama simba, si ndio? Watu wenye haki, si ndio? Amen. Lakini wewe ni mara ngapi unaogopa? Wengine hata mnaogopa mende, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huko kwenye chumba ukakuta mtu yupo huko, alafu ukujua kama yupo, unaweza kukuta roho inatoka. Lakini neno linasema ni jasiri kama nini? Simba. Sasa simba yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sema ni lazima nipate ufahamu. Ni lazima nipate ufahamu. Sema tena ni lazima nipate ufahamu. Ni lazima nipate ufahamu. Barabasutaka. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kwa nini Mungu
mpa Suleiman vitu vyote, kwa sababu Mungu alipompa nafasi Suleiman aliomba kitu ambacho watu wengi wasingeomba. Aliomba, nipe hekima, nipe ufahamu, nijue jinsi ya kutoka na kuingia mbele ya watu wako. Ukiambiwa hapa, Bwana Yesu asifiwe, omba lolote utakalo, utakumbuka nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ukipewa hivyo vitu bila ufahamu havitadumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri? Ukipewa hivyo vitu bila ufahamu havitadumu, kwa sababu inaichukua ufahamu kutunza vitu fulani. Ndio maana kuna watu wanasomea mambo fulani, wanajifunza kwa bidii, anajifunza kurusha ndege. Bwana Yesu asifiwe. Miaka na miaka anasomea udaktari, anasomea walimu, anapata ufahamu wa kufanya kile ambacho anatakiwa akifanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Kuna mtu ananisikia vizuri hapa? Kwa hiyo nakwambia pata ufahamu. Lakini cha pili tukasema ni nini? Jina la Bwana libarikiwe. Ya pili tulisema ni nini? Tunatuona hapa tulivyo sisi watu wa Mungu. Kitu cha pili tuliongea Jumapili iliyopita. Tulisema ni nini? Naona sasa. Bwana anatawala. Niwaambia wengine hapa, nyie ni tape recorder, mkisikiliza tuamhitaji kuandika, si ndio? Lakini tape recorder imeharibika, imeingia virus, haikumbuki chochote, na hicho ndicho kinachokukwamisha. Bwana Yesu asifiwe. Wala sio uchawi, wala sio shetani, ni hicho. Okay, unasema ni lazima uungame. Mwambie jirani yako, lazima uungame kweli. Kwa ukishaifahamu kweli, ukishapata ufahamu wa kweli, maungamo ni lazima. Tena nikasema sio chumbani kwako. Maungamo lazima yafanyike mbele ya mashahidi. Hebu sema mbele ya mashahidi. Tukasoma ule mstari, anasema piga vita vizuri vya imani, shika uzima wa milele, ukaungame maungamo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kama vile Yesu Kristo alivyoungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, ndivyo na wewe unapaswa ufanye hivyo. Kwa ufahamu tu hautatosha. Kuna watu wanafahamu vitu vingi lakini havifanyi kazi katika maisha yao. Wanafahamu wana uzima wa Mungu, wanafahamu wana baraka za Mungu, lakini havina uhusiano na maisha yao, havidhihiriki katika maisha yao, kwa sababu haishi tu kufahamu. Ni lazima hatua inayofuata uungame. Sema ni lazima niungame. Ni lazima niungame. Hebu fikiria, kwa nini Yesu alikuwa anasema mimi na Baba tu umoja? Kwa nini alikuwa anaongea hivyo vitu? Unafikiri alikuwa anawalingishia watu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alikuwa anaongea vile ambavyo neno limeongea kwa ajili yake. Kwa analirudia vile vile, anavolisema vile linakuwa halisi zaidi katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi ni nuru ya ulimwengu, yeyote yule anifuataye mimi hata kwenda gizani kamwe. Ni vitu ambavyo neno la Mungu limesema kwa ajili yake, kwa na yeye anavisema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri hapo? Mwambie jirani yako ungama. Ungama. Sio uende kwa padri. Ungama neno la Mungu. Haleluya. Mwambie jirani yako ungama neno la Mungu. Nani ananielewa hadi hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ungama neno la Mungu. Neno la Mungu linasema nini? Haleluya. Kwa mfano tumesoma huo mstari, anasema ametubariki kwa baraka zote.
Kwa nasema mimi nimebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni vitu ambavyo unavisema, vile ambavyo neno limesema katika maisha yako, hata kama huoni huo uhalisia, kwa sababu nchi haizaliwi kwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wala mtoto hakui ndani ya siku moja, lakini inachukua muda fulani, na inachukua jitihada za mzazi kumlisha mtoto chakula cha aina fulani kwa muda fulani, ndipo mtoto anakuwa. Kwa na wewe lazima uchukue jitihada kujilisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuungama neno la Mungu, kwa sababu vile unavyoungama ni chakula cha roho yako. Kumbuka wewe umezaliwa kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haujazaliwa kwa propaganda za siasa, haujazaliwa kwa Simba na Yanga, haujazaliwa kwa chochote kile. Umezaliwa kwa nini? Kwa neno la Mungu. Utahitaji neno la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Mwambie jirani yako ungama. Ungama. Kocha kwanza tulisema pata ufahamu. Mwambie ufahamu utakuhitaji bidii yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akasema, mchungaji, unavofundisha, unavotoa neno la Mungu, unavounganisha mistari, yani nataka niwe kama wewe. Nataka kumwambia ni safari ndefu, lakini nikamwambia amen, inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu sio swala siku moja, ni kuonyesha madaftari ambayo ninajifunza, ambayo nimejifunza. Ni vitu ambavyo nimeandika miaka na miaka. Nimejifunza, nimefuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hata sasa, hata leo hii nilikuwa najifunza vitu asubuhi. Kwa haitatokea tu pap. Mistari inakuja, maneno yanakuja. Hautakuwa mtu, utakuwa ni roboti sasa. Na Mungu hataki maroboti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikiliza vizuri mtu wa Mungu? Na neno la Mungu sio kwa ajili ya uwe mhubiri. Unajua, mfano hapa tunavyoongea mtu anasema sasa mimi sitaki kuwa mchungaji. Kwa nini niandike sana? Kwa nini nijifunze sana? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nafikiri Daudi alikuwa ni mchungaji. Daudi alikuwa ni nani? Alikuwa ni mfalme, mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno unalihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kwa ajili tu ya kuhudumia wengine, lakini kwanza lihudumie maisha yako. Kama hili neno lisingekuwa limehudumia maisha yangu, nisingekuwa na ujasiri wa kusimama hapa. Nisingeweza kuongea hayo naongea, kwa sababu ningekuwa na maneno matupu ambayo hayana ushahidi. Hata wewe usingetaka kunisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uungame neno la Mungu. Na pointi ya tatu nikasema tafakari neno la Mungu. Tafakari. Anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Anasema bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa. Anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako, ndipo utakapostawi sana. Mungu anamwambia Yoshua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia Yoshua, Musa ameondoka. Bwana anatawala. Hivi unaelewa Mungu akumpa Musa fimbo, ya kumpa Yoshua fimbo. Japokuwa fimbo ya Musa ilikuwepo, akamwambia hii fimbo kaiweke kwenye sanduku la agano, ila kitabu hiki cha Torati, maana yake neno hili lisiondoke wapi? Kinywani mwako. Anasema ulitafakari mchana na usiku. Sema mchana na usiku. Mwambie tena jirani yako mchana na usiku. Mchana na usiku. Maana hata ukiwa unaweweseka, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hizo ndo namna za kuweweseka za kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya.
Anasema Daudi, anasema katikati ya usiku nitaamka nikushukuru. Wewe unafikiri ni rahisi? Kuna watu hapa mkiamka usiku mnaanza kujifikiria kwa nini nimeamka. Kwa sababu ya hofu. Ukisikia nje kuna kijamaa kanalia, hey, Mungu wangu leo nini? Lakini Daudi anasema nitaamka katikati ya usiku nifanyeje? Nikushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtikise jirani yako, mwambie litafakari neno mchana na usiku. Mwambie tena tafakari neno. Achana na siasa, achana na tamthilia, achana na mpira. Hivyo vitu havikusaidii. Ni biashara za watu. Unasahau biashara ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua kama mpira hauna mashabiki wasingecheza. Ndio? Maana yenyewe ni wateja wenu. Wateja mpo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hivyo vitu vikijaa kinywani mwako, maana yake yani kila muda ni unafurukuta. Ukikaa ukitulia umepata point. Unajua wale Simba wale hivi na hivi na hivi. Ukikaa wa Yanga hivi na hivi na hivi. Au ukikaa Lissu yule hivi na hivi na hivi. Samia hivi na hivi na hivi. Hivyo vitu vikijaa ndani yako, utaombea biashara yako haitakuwa na matokeo. Ndio kwa sababu watu wengi wanakwama hapa. Kwa nini tuna watu wengi wanataka kuombewa? Hebu fikiria. Kwa sababu halipo neno ndani yao. Mwambie jirani yako, kama unataka kuombewa, maana yake halipo neno ndani yako la kutosha. Yesu anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, anasema ombeni mtakalo nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Kwa unavyoona watu wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta maombezi, ni kwa sababu ya nini? Mbona mnaona aibu au ni ukweli unaochoma kidogo? Bwana anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawana neno ndani yao. Sio kwamba hawana kabisa, lipo kidogo sana. Haliwezi kuzalisha matokeo. Haliwezi kuzalisha kile kinachotakiwa. Bwana anatawala. Nani ananielewa? Hata kama anaongea maneno magumu. Siku moja Yesu akaongea maneno, wanafunzi wake wakapungua idadi. Bwana Yesu asifiwe. Wakabaki wale 12. Yesu akawauliza, vipi jamani, na nyinyi mnataka kwenda? Maana yake sibadilishi. Taongea injili ngumu, sibadilishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima ulitafakari. Tafakari neno. Na unajua siku hizi kama unafuatilia kwenye mitandao, unajua kanuni za kimungu ni kweli. Siku hizi kuna watu wanafanya affirmations kwenye mtandao. Wamegundua, anasema wewe jisemee mema, jitamkie mazuri. Si ndio? Kwa sababu ni kanuni ya kimungu, namna Mungu alivyomuumba mwanadamu, alivyomdesign, vile anavyoongea, yale ambayo anayasema yatatokea kwenye maisha yake. Yale anayoyasema yatatokea. Kwa kuna coaches, kuna watu wanajiita makocha, wanawafundisha watu maneno ya kujitamkia. Usiruhusu energy mbovu wala energy mbaya. Jitamkie maneno mazuri. Jitamkie maneno ya kujiinua. Usijishushe. Maneno ya amani, maneno yaliyojaa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kanuni ile ile ya kimungu ambayo na sisi ndio wenyewe ambao Mungu ametupa. Bwana anatawala. Nani ananisikia? Nani ananisikia? Maana yake anatamani kufanya kitu.
Sio kunisikia kwamba sauti inafika masikioni mwake. Nani ananisikiliza? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa wewe ndio utakayefanikisha njia yako. Wewe ndio utasababisha. Paulo anamwambia Timotheo, anamwambia uyatafakari haya mambo, ukae katika haya. Sio tu utafakari, ukae katika haya. Anasema ili kuendelea kwako kuwe dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuendelea kwako kuwe nini? Dhahiri. Maana kila mtu ataona ya kwamba fulani anafanya maendeleo. Moto ukiwa unawaka utaonekana tu moto unawaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa ya kwanza pata ufahamu. Ya pili ngama hiyo kweli. Ya tatu tafakari. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ya nne, usiruhusu mawazo hasi. Warumi sura ya 4 mstari ule wa 19. Warumi sura ya 4 mstari ule wa 19. Neno la Mungu linasema, Warumi 4 mstari ule wa 19. Anasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapa anaongelewa nani? Ibrahim. Mungu amemwahidi Ibrahim mtoto, lakini Ibrahim mwili wake umeshakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na tumbo la Sara nao limeshakufa. Yaani limekufa, manake hazipo zile tamaduni za kina mama, wala yule mzee tamaduni za kina baba haziwezi tena. Kwa nasema pamoja si dhaifu wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pamoja sio nini? Dhaifu wa imani. Yaani Ibrahim alikuwa imara katika imani, alikuwa yuko vizuri katika imani, lakini kuna wakati alifikiri hali ya mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Sema alifikiri hali ya mwili wake. Kibaba cha miaka 80, 90 kipate mtoto, mke wa miaka 90 apate mtoto, ni neno gumu sana. Itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Itakuwaje? Lakini ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Ni neno la Mungu. Kwa nasema alifikiri, kwa kuna mawazo yalikuwa yanakuja katika akili yake. Mbona mwili umekufa? Mbona mwili hauna joto tena kama zamani? Mbona hali hii? Alifikiri, aliwaza. Lakini Biblia inasema akiona ahadi ya Mungu. Hebu sema akiona ahadi ya Mungu. Akiona ahadi ya Mungu. Mwambie tena jirani yako, akiona ahadi ya Mungu. Akiona ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana yake alikuwa akiniangalia lile neno Mungu alilosema, alitiwa nguvu. Hebu sema alitiwa nguvu. Alitiwa nguvu. Maana yake mojawapo ya vita ya kiroho ambayo ipo ni vita ya mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikueleza kidogo wiki iliyopita. Ni vita ya mawazo. Kwa unavyoona hili neno la Mungu linakuja kwako, mojawapo ya kazi ambayo shetani ataifanya ni kung'oa hili neno katika ufahamu wako, ni kupingana na hili neno kupitia mawazo atakayoleta ndani yako. Ndio anasema usiruhusu mawazo hasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ataleta mawazo tofauti.
yani umepata neno na ndipo mawazo yatatiririka na kuja kwako. Sasa usiyaruhusu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Linapokuja liondoe. Biblia inasema hivi, ingawa tunaenenda kwa namna ya kimwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya kimwili. Waraka wa pili wa Korinto sura ile ya 10 mstari ule wa 3. Anasema ingawa tunaenenda kwa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya nini? Ya kimwili. Anasema kwa maana silaha zetu zina uwezo katika nani? Katika Mungu. Hebu sema katika Mungu. Katika Mungu. Hata kuangusha nini? Ngome. Mstari unaofuata anasema tukiangusha mawazo. Hebu sema mawazo. Mawazo. Sema tukiangusha mawazo. Tukiangusha mawazo. Anasema na kila kitu kinachoinuka kinyume na elimu ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wakati mawazo yako yanashambuliwa. Umepokea neno la Mungu, una furaha nalo, unaamini litatokea, lakini ghafla unapata shambulio la wazo. Unahisi kukata tamaa, unahisi huwezi kuendelea tena, unahisi umechoka. Biblia inasema tukiangusha kila mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua inakuja kwa namna gani? Sio kwamba shetani atakwambia wewe umechoka. Sio kwamba shetani atakwambia wewe umefeli. Hapana. Ataongea ndani yako. Utasikia unasema wewe mwenyewe, hapa nimefeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anapoongea shetani anaongea kwa nafsi ya kwanza. Kwa utadhani wewe unasema mimi nimechoka. Utadhani wewe unasema sitaki tena. Lakini kumbe ni adui anakunong'oneza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unatakiwa uwe mlinzi wa mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mfanywe upya nia zenu mpate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpate kuhakiki mapenzi ya Mungu. Mpate kusimamia vinywa vyenu. Mpate kusimamia akili zenu. Kwa sababu usiposimamia akili yako, usiposimamia ufahamu wako, kuna mawazo yatakuja kwako ambayo yatakurudisha nyuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si umewahi kukuta na hiyo hali? Ulikuwa unaamini jambo fulani, ghafla tu mawazo yamekuja, huamini tena, umeshuka chini, huna furaha tena, umenyongea. Na kwa sababu huwezi kufahamu au kung'amua ni kwamba umeshambuliwa wakati huo, unaenda na hiyo hali. Ni adui anataka kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema hivi, aonavyo mtu ndani yake ndivyo alivyo. Kwa katika mawazo yako, ukishaanza kuona kwamba hili swala limeshindikana, hili swala limekuwa gumu, hapa nimefeli, hapa siwezi tena, ukishaanza kuona hivyo, maana tayari hata nguvu ya Mungu haitaweza kufanya kazi katika maisha yako. Namna ya Mungu haitaweza kufanya kazi. Hata ukiombewa kwa namna gani, haitabadilika. Hata Mungu mwenyewe akashuka akasema ni hivi, kwa sababu unaona hivyo ndani yako, halitabadilika. Na anasema tukiteka nyara kila fikra. Sema ninateka nyara. Ninateka nyara kila fikra. Kila fikra ndani yangu. Ndani yangu. Ipate kumtii Kristo. Ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ushakutana na mtu ghafla tunasema mimi simpendi. Hamjui, hamfahamu. Anasema mimi yule kama ananikela tu, ananichefua. Madada mpo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa namuona tu mtu fulani anakasirika. Nataka uelewe, tunaenenda kwa mwili, lakini maadui zako sio wa mwili. Maadui zako ni wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
na hao ndio wanafanya kila liwezekana usifikie utimilifu wa kweli ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Namba 5, alafu tunaenda kufanya kitu sasa. Namba 5. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ujae shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ujae shukrani. Mwambie jirani yako ujae shukrani. Ujae shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unataka kufanya baraka za Mungu kuwa halisi katika maisha yako, jaa shukrani. Unajua shukrani, kinyume cha shukrani ni nini? Manunguniko. Haleluya. Unajua kinyume cha shukrani ni nini? Manunguniko, lawama. Sasa kuna watu ni mabingwa wa kunungunika. Kuna watu ni mabingwa wa kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa sababu wako hivyo, tayari wamejiwekea uzio wa kuendelea katika mambo ya kimungu. Lakini wewe ujae shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaweza kataka kukufrustrate, akaleta fujo kazini kwako, akaleta namna fulani, lakini ndani yako jaa shukrani. Baba ninakushukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Kwa kuwa katika mambo yote. Kwa kuwa katika mambo yote ninashinda. Ninashinda. Sema Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Kwa kuwa uko pamoja nami. Kwa kuwa uko pamoja nami. Hata katika haya. Hata katika haya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jaa shukrani. Unajua ukitaka kujaa Roho Mtakatifu au ukitaka kufahamu mtu amejaa Roho Mtakatifu ni mtu aliyejaa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Kujaa shukrani. Ondoa masononeko. Yani haitakusaidia. Sababu kadri unavyoongea hivi roho yako inajikunyata. Unakuwa mdogo zaidi. Mungu sijui anioni. Amekuona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kujaa shukrani. Unajua mojawapo ya sababu ya kwa nini Mungu aliwakatilia mbali wana wa Israeli jangwani ni kwa sababu walikuwa ni watu wa nini? Manunguniko. Biblia inasema hivi, yatendeni mambo yote pasipo nini? Manunguniko. Nasema mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama. Ondoa manunguniko. Haleluya. Sema hakuna kitu kinatokea kwangu kwa bahati. Hakuna kitu kinatokea kwangu kwa bahati. Sema tena hakuna kitu kinatokea kwangu kwa bahati. Hakuna kitu kinatokea kwangu kwa bahati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiwe na manunguniko. Biblia inasema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila wakati mshukuru Mungu kwa vile alivyokufanya, kwa vile alivyokuzaa katika roho, kwa vile alivyokuzaa kwa neno lake. Kila wakati mshukuru Mungu kwa yale aliyokupatia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mshukuru Mungu kwa uweza aliyokupa. Iwe namna yako. Watu wakuu ni watu wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mtu mkuu. Nimejaa shukrani. Nimejaa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu hapa. Amen. Okay, Wakolosai sura ya kwanza. Tuanze mstari ule wa 13. Alafu tunaenda kuwa na wakati mzuri katika uwepo wa Wakolosai sura ya kwanza mstari ule wa 13. Neno la Mungu linasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye
tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Turudie tena, anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naomba turudie tena, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa kwanza nimekuambia pata ufahamu. Nataka ufahamu hiki kitu ambacho tumesoma hapa. Anasema alituokoa katika nguvu za giza. Kama ambavyo alituokoa kutoka dhambini, alituokoa kutoka katika nini? Nguvu za giza. Sema nimeokolewa. Nimeokolewa. Sema tena nimeokolewa. Nimeokolewa kutoka katika nguvu za giza. Katika nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema alituokoa kutoka katika nguvu za giza. Anasema akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa nini? Wa pendo lake. Unaelewa hiyo kitu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu anaelewa hiyo kitu? Wangapi wanatambua ya kwamba wameokolewa na nguvu za giza? Maana yake shetani hana haki ya kugusa hata mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ninavyoongea hapa naona watu wengi wameonewa na ibilisi, kitu ambacho sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wengine wana hadi vifungo vya giza, lakini anasema alituokoa katika nguvu za giza. Alituokoa katika nguvu za giza. Sema ameniokoa. Maana haupo huko tena, hautakiwi uwepo huko tena. Lakini kama bado nasikia kuna vitu vinafinya kwenye mwili wangu, lakini kama bado kuna namna zinaendelea katika mwili wangu, maana yake nini? Sijakamata huo ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana sijakamata huo ufahamu, haujawa sehemu yangu. Sema mimi nimeokolewa na nguvu za giza. Nguvu za giza hazina nafasi katika mwili wangu, hazina nafasi katika maisha yangu, hazina nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka useme hivi huku ukijitazama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Hiyo ndio halisi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Maana sitakiwi kuruhusu shetani aupige mwili wangu, iwe kwa magonjwa, iwe kwa ushawishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sitakiwi kuruhusu katika familia yangu, katika uzao wangu. Bwana anatawala. Amen. Nani ananielewa? Kweli unanielewa? Tusimame. Thank you Jesus. Tuna dakika chache za kumwabudu Mungu. Sasa mshukuru Mungu kwa haya mambo tuliyojifunza. Alafu Roho wa Bwana atakuwa anatembea katikati yetu kwa nguvu.
Rabasataka Yamande. Shirabasataka Yabasutaka. Shukuru Mungu aliyekuokoa. Shukuru Mungu aliyekuzaa kwa neno lake, akakufanya kuwa mwana wake. Shukuru Mungu aliyekupa urithi katika Kristo Yesu. Shukuru Baba. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, shar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 e. Ay 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 ay. Sharararararararare. Sirerabarabarusha. Pokea tunakuabudu. Hakisha unamshukuru Mungu. Rabasakataka Malikataka baya seke Repasutaka ba Likataka paka. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa kila aliyeko mahali hapa. Asante kwa wingi wa rehema zako siku ya leo. Asante kwa neno lako. Shataka bahazara liba labasataka. Asante kwa ufahamu. Asante kwa ufahamu. Paraparataka. Sira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 r
Pakasikataka. Lipasikataka. Ebezeketeke. Shibe ribe sikataka. Lapasikataka. Pakasukataka. Perebereketekeba. Lapasakataka. Labasakataka. Barabarabarabara soteke bereresi. Zaladare kanalia. Le kanalia. Rantuze belegebaha. Shabayare rayadada. Tunakuabuduro. Tunakuinuaro. Oh, Sharade, Rararabasataka, Ripasakataka, Pekeseketeke, Ripasakataka Paka, Rabashataka, Rapashataka, Likataka Paka, Repasotoko. Kama unaweza kuomba katika roho, omba katika roho. Barabasataka. Ni joto la Roho Mtakatifu linaongezeka mahali hapa. Rapasakataka, lakatakapaka, rekasakataka, rekoseketeke, likadabalagahase, likadalagabalagaya, rebasokopakadavande, rapashatakabaya, kitekepelekaya, kitekepelekaya, rapasikataya, rapasikataya, epasikataka, mantosaka, mantosakata, lakataka, lakataka, likatakaba, rebarabarabarabahadegea, epereberebasontelegea. Shamarabasakataka, sibarabarabarare sete, lepasikataka, parikataka, parikatakaba, ebesheterebosika, rabarapasakata, ramasukataka, zelebelegebaraga, zelegebaragaba, ribalabalabarabasata, le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 , oh masikata,
Utukufu wa Bwana unaongezeka mahali hapa. Shaparinta rasia ze paradonso paragaya kabaya kabaya eba shutekeba leketekea. Alipo roho Bwana hapo ndipo pana uhuru. Alipo roho Bwana hapo ndipo pana uponyaji, pana uisho. Pakasakatakaba le parabarabaragaya zirararara bahasi ripasatarabarabahaya rabarabarabarabara zekatakapaka mashakatakaba likatakaba repasata barabazakata ekezeketeke shatakaba leketekeba ribasakata emashatakaba rebarabarabarabaraba rikatakapaka lekesetekeba barabarabaraba el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 ehesia pakataka perekeseketea lebarabazaka. Bwana Yesu asifiwe. Hata unavotoka mahali hapa, iko bado juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah.